masuala mazima mapishi kwa ujumla, itakuwa ni wewe tu unatupatia kwako sikio. Aisemi Tabendi ipo wazi kama mchana maeneo ya Mombasa kwa hivyo na viungo vyake 91.7 FM itakuwa kuuza 90.5. Anga za Tete Taveta Lamu Tamu unasema gambacha ukucha. Punda yao. Bwana kama kawaida hapa nipo anasipo mwenyewe. Niite Munga sauti teule. Siku zote nimekuja na nguvu za kula kaa. Na mimi ni Shofaya Kut. Kama tulivyokuahidi msikilizaji. Katika awamu ya pili tunakaribisha yule ambaye tumepika naye siku ya leo ama wiki hii ya leo. Na mgeni wetu tayari amefika, tuko naye hapa ndani, labda nipatie tu fursa ajitambulishe kabla niseme mengi. Maana yake kwenye mtandao wa kijamii nimesema tu amesema wanamuita mpishi hodari. Labda tutake tukujua kwa nini mpishi hodari. Wananiita mpishi hodari. Ni wenyewe lakini ni unidirectional, si omnidirectional. Kwa hivyo piga hivi kidogo. Very nice. Okay, wenyewe si lakini nyinyi mlithibitisha kwa nini ni mpishi hodari? Ama bado hamjathibitisha? Ndio hiyo sababu wanavyokuita huko nje. Ndio. Sababu ni hiyo. Mkono wangu. Sisi tutaongezea. Bado hawajakupa credit ya kutosha. Tutaongezea. Sawa. Okay, mimi kwa majina nafahamika kama Kibibi Mwinyi, maarufu kama Dakei. Yaani nasikia raha mpaka sitaki kujitambulisha kama mgeni. Bas. Producer unamwona vizuri? Jumamosi tutakuwa naye, kila Jumamosi tutakuwa naye. Yaani nakataa kujitambulisha kama mgeni kwa sababu ni vitu ambavyo napenda sana. Niko nyuma ya maiki ni kitambo sana. Najisikia niko nyumbani bwana. Umepeza lini? Niko na miezi 9. Ndio. Wewe ni mtangazaji? Mimi ni mtangazaji. Ndio, kwa hivyo mimi nafahamika kama Kibibi Mwenyi, ni mtangazaji, ni radio presenter pia vile kwenye kituo kimoja hapa Mombasa. Ndio. Vizuri sana. Sasa kituo chako umekuja nacho ama umekuja wewe tu? Mimi nakuja mimi peke yangu leo. Umetuletea nini? Mazuri tu mengi. Mashallah. Ndio. Sawa, karibu sana, tunafurahi kuwa na wewe hapa. Labda tukiendelea kukaribisha off air, tutazungumza zaidi, lakini tukirudi tena kutoka mapumziko tutazungumza kuhusu hichi chakula ambacho umetupikia. Ama kwa nini wewe kama mtangazaji imefikaje mpaka tukakufikisha jikoni? At least ungesema tutakuita interview ya watangazaji. Imekuwa kuaje mpaka tukafikishana kule jikoni? Sawa. Kimoja tuzidi kutegea, usiondoke msikilizaji, wala usibonyeze kidude, tandika mkeka kama mkao kula. Santa. Bwana msikilizaji, kama kawaida lazidi kuendelea na kipindi chetu Paswa Ilipo Roma. Ama salama zima ya mgeni ambaye amefika mjengoni hapa, tunapiga naye story 2-3 kuhusiana za kwake binafsi. Anajulikana kama Dakei ama K kama Dakei. Amesema yuaitwa Kibibi, wewe mbona wajitungia? Hajatuambia. Posta nasema Dakei. Mengine hajatuambia. Haya sawa basi Kibibi. Anasema yuaitwa Kibibi. Kibibi Mwenyi. Ndio. Karibu sana hizi. Kibibi. Labda mwenyewe hataki kuitwa. Anataka. Unajuaje? Maana yake naijua vizuri hiyo. Producer naomba nijitoe. Kipindi cha watu wawili. Haya. Dakei. Hebu tuambie kwanza, wanakujua kama Dakei Kibibi Mwinyi. Dakei ilitokana na nini? Dakei ni jina nilipatiwa na shabiki. Ilikuwa ananitafutia AKA. Kila mtu akiingia kwenye idhaa huwa na zile AKA zao. Nikaambiwa nitafute AKA, mimi nikasema sina. Naingia tu na Kibibi. Sasa shabiki mmoja akasema basi kuanzia leo huyu anaitwa Dakei. Kitambo sitaki mpaka likazoea. Yaani ulikuwa hutaki? Yaani sitaki. Kisa? Mpaka leo. Imebidi nizoee sasa. Dakei shingo upande. Mpaka likamea mizizi. Sasa kwa nini ulikuwa hutaki? Yaani nataka tu niende na jina langu asili. Lakini wakasema kwa sababu jina ilikuwa ni mpishi hodari. Nikapenda hilo mpishi hodari. Lakini mmoja akasema hilo linakaa ni refu. Wacha tumuite Dakei. Fupi. Short and sweet. Kama vile wewe mwenyewe. Haya. Huo ni ushari sasa. Wacha tusonge hayo aliyotufuata leo. Mimi nataka tu kujua kitu kimoja, uhusiano wako wewe kama mtangazaji na chakula. Ndio. Kiliingia namna gani? Kama nilivyokuambia mimi nilikuwa ni mwanahabari, ilikuja katokea nikaweza kupatiwa kipindi ambapo kwenye kile kipindi kulikuwa na segment ya mapishi. Maana yake nimefikiria sijakusikia ukisema na hoteli ama nauza tari. Nashangaa huyu amejitambulisha tu kama mwanahabari.
Ndio. Kwa hivyo nilikuwa na segment pia ya mapishi vile napika. Lakini siku moja sasa pia ile jina la mpishi hodari lilikuja kwa sababu gani? Pale kwenye ambapo nilikuwa nafanyia kazi, watu walikuwa wanapika chai. Sasa ni siku moja nikaambiwa wewe itabidi upike chai. Nikapika ile chai yangu kama kawaida, sijawahi sifiwa. Sasa ile chai watu wote wakaisifu. Mpaka bosi akasema mimi kuanzia leo sitaki chai mtu yoyote. Nataka chai ya Dakeni. Ile kama ni ile uliotupatia juzi basi hiyo ilikuwa ni ya maziwa, imagine, si ile ya rangi. Hata mimi naogopa kupika chai kama hiyo yako ofisini. Kidogo nigeuze job description. Ndio. Sitaki. Naogopa. Naam. Sasa ilikuwa kupika mtu mwingine tofauti, anajua sio huyo aliyopika. Sio chai. Ndio hilo jina likaja mpishi hodari. Chai siku ya kwanza nikapika chai, siku ya pili ndio nikaambiwa nipike chapati na maharagwe. Hapo ndo nikakubali. Ofisini. Hapo ndo niliua. Ngojeni. Mbona sisi hukutupikia chapati na maharagwe? Si tunaanza polepole. Siona ofisini nilianza na chai. Sawa, hata sisi umetuanzia na chai. Nikapandishwa, nikapika chapati na maharagwe. Siku nyingine nikapika sima na mchuzi wa kuku. Hivyo polepole. Nakubali. Tutampandisha pia. Ngoja. Tusiende haraka. Ndio. Hizi chapati na maharagwe zilikuwa na nini? Mpaka umeamua uzitaje. Na maana nafikiri umepika vitu vingi hapo mahali. Vingi sana. Lakini hizi chapati na maharagwe wanavyosema wao, walisema zilikuwa na nini? Wanasema ni laini, zina kurasa. Alafu yale maharagwe sasa walisema ilikuwa ni matamu ajabu. Ndio. Ni lunch time. Tuomba kufunga kipindi. Njaa tayari ilioje ishajaja. Ndio. Sasa baada ya kwamba labda umekaa kwa ile stesheni kama mtangazaji of course, kilitokea kipi labda katikati hapa ukaibidi ukaachana kwanza na upishi? Maana mimi kukujua nilipoingia pale nilikuwa nanywa tu chai yako peke yake. Ilikuwa sijai kula pishi lako. Anasikia uchungu. Hakupatana na chapati maharagwe. Alichelewa. Kwa nini watoto wa mwisho hawapati? Sasa wajua wakati nafanya vitu kama hivyo pia bado ilikuwa sijapatiwa kipindi. Ilikuwa una time. Ndio, ni reporter, niko pale kama intern. Sasa baadaye kuna ule mwenzangu ambaye alikuwa anafanya kile kipindi, alikuwa anakwenda maternity. Nilikuwa hana mtu wa kumshikilia. Ndio wakabidi wanimentor, wanitrain, ndio nishike kile kipindi. Ndio kidogo ile nafasi yangu kuingia jikoni ikapungua, ikawa na concentrate sana na vile vipindi. Lakini vile pia kulikuwa na segment ya mapishi. Ndio. Onaje nikienda maternity nikuite? Niko na mpango wa kwenda maternity. Lakini kwa host wangu hata kuchemsha mayai hajui. Mayai. Matatizo. Kwani haushiki? Asimu na kushika wala sishiki. Naeka mayai nimefinika kabisa, maji yamefinikika. Lakini kila nikitoa paka maji yanaisha, sufuria inageuka na masizi ya ndani. Ndio. Lakini kila nikivunja ile kuna maji ndani. I don't know why. Pengine labda umeliweka juu au hujaliweka chini. Umeweka kwenye mfiniko. Weza kutu hujaliweka kwenye sufuria. Ni kama vile uweke simu kwenye socket lakini hujawasha. Ndio. Leo kai. Haiko siku na mkono wa mtu rafiki. Uliza watu wako ni vizuri. Hapo kwenye yai. Kama kila siku yani wajaribu kujaza maji yakauka. Yai bado maji. Kuna mkono wa mtu. Haya, tuingie kwa pishi labda letu la leo. Unajua binafsi ulikuja tukakupokea vizuri, ukaingia jikoni mwetu. Pishi letu la leo unatupikia pishi gani kwanza? Tulipika viazi vitamu, tukapika na samaki wetu pale na chai yetu. Ndio. Kwa hiyo kwa haraka anayetaka kupika viazi kama vile anahitaji nini na nini? Okay, kwa hivyo unahitaji viazi vyako vitamu kama kilo moja. Itategemea pia na familia yako, unaweza kupika nusu ama kilo moja. Utahitaji sukari yako. Utahitaji sukari yako kama kikombe kimoja kile kidogo. Utahitaji iliki yako kijiko kimoja cha chai kile kidogo, na vile pia utahitaji pilipili manga nusu kijiko kimoja kile kidogo cha chai. Ndio, utahitaji na nazi zako 2 kubwa. Kwenye zile nazi
nazi zetu 2 unazikuna vizuri, unatoa tui lako zito, alafu utatoa matusa yako kama jagi moja lile dogo. Kuna yale makubwa na yale madogo, lakini hakikisha unapata kile kijagi kidogo kwa sababu viazi si kitu ambacho kinachukua muda mrefu kuweza kuiva, ndio. Kwa hivyo hayo ndo mahitaji ya viazi tamu, ndio. Kwa hivyo umeshaweka mahitaji yako pale, unashambua viazi vyako, unatafuta sufuria yako ya nafasi. Usipende kwenye siku zote usipende kupika kwenye sufuria ambayo iko dhiki. Kwa hivyo tafuta sufuria yako ya nafasi. Dhiki inakaaje? Yaani inakaa ndogo. Ndio, nyembamba zinafinyana. Ndio. Kwa hivyo unatafuta nafasi ambayo sufuria ambayo ina nafasi, unaweka viazi vyako pale, unavipanga vizuri, alafu sasa unaimimina zile spices zako ambazo ni iliki, pilipili manga pamoja na ile sukari, unamimina na ile matusa yako, unafinika kama kiasi cha dakika 15. Viazi vyako itakuwa viko tayari na yale matusa pia itakuwa yamekauka. Alafu sasa unamimina ile tui lako zito. Kwa wale wapambe wa siku hizi pia ile tui zito wanalipiga na custard. Lakini sio lazima. Ndio, kwa maana kule mashambani wengine wakoroga na unga ngano. Ndio, haipendezi. Lakini ukiweka custard kidogo kuna harufu, kuna ladha fulani huwa inaingia. Ndio, kwa hivyo na mimina ile tui lako zito, unangoja kama dakika 5 hivi liweze kuvutana na pia liweze kuiva. Viazi vyetu vitakuwa viko tayari kabisa. Ndio. Hapo unaweza kutoelea na chochote kama ni samaki, kama ni chapati, nyama ya kukanga, ndio ya kavu. Mpishi hodari, sijui tukuelekea lini tena. Sijali. Kwa samaki sasa. Kwenye samaki utachagua samaki yoyote, kama ni tafi, ni changu, bora na nyama. Kwa hivyo unapata samaki wako pale kama 2 ama 1. Unamtengeneza vizuri, unamtoa uchafu vizuri. Kwenye viungo utahitaji tangawizi mbichi kipande na thaumu zako zile punje 2. Utahitaji na pilipili mbichi 1. Na vile vile utahitaji manjano na limau. Ndio, una viponde vivyote ambapo utaponda nanio pilipili mbichi, thaumu pamoja na tangawizi, unapondea vizuri, alafu una mix pamoja na ile manjano nusu kijiko kile kidogo, kwa sababu manjano kidogo iko strong. Una mix vizuri, unakamulia ile limau, alafu sasa unapaka kwenye wale samaki. Na hakikisha samaki wako pia unawapiga mitai ama zile lines kwa kata. Ndio, ili vile viungo pia viweze kuingia ndani kwa ndani, na pia unapompika yule samaki wako anaiva kwa urahisi. Ndio. Sawa. Kwa hiyo tumemaliza viazi tamu vanazi na samaki na chai. Hii chai ya kimataifa. Utawapa recipe ama utawauzia? Tuwauzia ama tuwapatie? Lakini kwa sababu leo niko hapa, wacha niwapatie. Sitaki niwe mchoyo. Wajua pia inategemea na mkono. Unaweza kuwa na viungo vyote hivyo, lakini kama Mungu hajapenda. Ashanisuta huyo. Maanisha hata siwezi pika. Ashanisuta. Maanisha hata yangu haitatokea. Hatuwezi jua, wajua inategemea na mkono wa mtu. Inaweza kuwa mkono wako umeubariki mwenyewe. Tatizo mkono. Mkono unao. Moja kwa moja kwenye chai. Kwenye chai tutahitaji pilipili manga, kijiko kile kimoja kidogo, lakini nusu pilipili kidogo, ile mango inawasha. Na karafuu zako kijiko kimoja kidogo kile cha chai ambapo inaweza kupondwa. Tangawizi yako kijiko kimoja kile kidogo cha chai ambapo pia ni ya unga, unaweza tumia ya unga, ndio nzuri zaidi. Utahitaji mdalasini yako, utahitaji iliki, na vile vile utahitaji majani yako pale kijiko kimoja kile kidogo cha chai, na sukari yako kikombe kimoja. Mimi napika chai ya watu 3. Kwa hivyo kama mko wengi unacheza na sukari yako, utaongeza vipimo. Ndio, kwenye sufuria unamimina jagi moja lile dogo, unamimina zile spices zote kabisa. Alafu unaacha inachemkia. Wajua pia chai haina formula ya kupika. Kabisa. Haina mambo mengi. Ni viungo. Ujue kuvipima na mkono. Mkono. Mkono ameweka msisitizo sana. Mkono. Ndio. Haya, wenye mikono yenu basi. Bwana, sisi hapo tunameza japo tamba la maji kidogo, tukiregea moja kwa moja tutakuwa na masuala mazima ya sisi kuendelea na kipindi chetu Paso Ilipote Roma. Kimoja tu, tandika mkeka. Kama Santa. Keka madake. Ndio. Labda sasa kwa yule ambaye anakutamani sana kama shabiki,
Mnanipoteza. Kama shabiki labda mazungumzo mnazungumza kwa mitandao ya kijamii unapatikanika kama nani labda? Okay, mimi kwenye mitandao ya kijamii pale FB nafahamika kama Kibibi Mwinyi Muhammad. Pale IG ni Kibibi Muhammad. Ukienda pale TikTok ni Dake. All right. Very nice. Unajua ni vizuri pia uendelee connect na mashabiki wa kwako kwa njia moja ama nyingine. Kabisa. Hapo katika mashabiki connect kwa njia moja ama nyingine, ni labda changamoto gani umepitia labda binafsi? Maana ulikuwepo, umesema ni miezi 9 umekaa kabla hujakaa nyuma ya kipaza. Labda ile reception ya wale watu inakaa namna gani? Watu wanatamani sana ujio wetu, wanatuuliza kila wakati. Munarudi lini? Hata nilipokuwa nakuja hapa wengi wanadhani tayari nimerudi. Nikasema naenda kama mgeni mwalikwa. Kwa hayo ya hao watu kuuliza sana. Wewe uko na kitu chochote ambacho labda kwenye kichwa chako ama labda uko na mipango yoyote ambayo unapanga just in case pasitokee kwa mfano pasitokee urejeo media house ama kampuni yoyote isikuite, uko na mpango gani wa hichi kipaji chako ama hii taaluma yako? Kuna mpango wa kuifanyia chochote ile kibinafsi? Mimi mwenyewe mpaka sasa naendelea. Niko na, kama nilivyotanguliza, niko na handle zangu na pia nimerudi chuoni, nimeenda kusomea mambo na photography, videography. Kwa hivyo nina mipango, nitatengeza podcast yangu. Sio ndo nilikuwa nataka kusikia. Nitengeze podcast yangu ambayo nitakuwa nafanya sana mambo na women empowerment. Ndio, kwa sababu ndio kitu ambacho napenda sana, mambo na mapishi, vitu kama hivyo. Kwa sababu pia sasa hii ukisema unategemea media house kuandike, mambo yamegeuka sasa. Unaweza kutumia social media na vile vile pia ukajitengenezea pesa. Kabisa. Na bado unaweza kufungua media house kabisa kupitia simu yako pia. Ndio. Mimi naomba tu inshallah ukifanikiwa usisahau kunialika. Amina. Inshallah nyingi. Shukrani za dhati kwa kuja mjengoni Dake. Aise kuitikia wito sio kitoto. Nasema asante sana Eka kwamba wapo wale ambao walikuwa wanataka kukusikiliza kwa njia moja ama nyingine, tayari washakusikiliza. Angalau washajua sauti bado ipo, kipaji bado kipo, uzoefu bado upo. Haipotei siku zote. Unaona, sasa sisi hapo tunasema asante sana by the way. Ndio, mimi pia asante sana kwa kuweza kunialika, nilishukuru sana. Ndio. Umetuahidi ukija next time chapati na maragwe. Sawa. Hiyo haina mabega. Haya. Ashasema.